Miili 33, wengi wao wakiwa watoto, ilikuwa imefukiwa na magunia, lakini swali kubwa ni hili: nani anasema ukweli? Serikali, wanaharakati au wananchi wenye hasira? Kile kilichotokea Kericho kinafanana na tukio la Shakahola, lakini safari hii kuna kitu kinachoonekana kufichwa, na video utakazoziona leo zinaweza kubadilisha kila kitu unachojua kuhusu hii story ya makaburi ya halaiki Kericho, Kenya. Tuanze na kile kilichotikisa taifa. Hii ni video ya mtaalamu wa serikali au Kenyan Government Pathologist Richard Njoroge akithibitisha kuwa miili 33 imefukuliwa kutoka makaburini Cemetery Kericho, watu wazima 8 na watoto 25 wakiwa wamefungwa ndani ya magunia. Swali linabaki, hawa ni kina nani na waliuawa vipi? Na hapa ndipo maswali yalianza kuwa mengi kuliko majibu. Found 7 adults and 25 children who qualify. Some of them are neonates and others are fetuses. So in total we have 32 bodies. We also found 6 body parts, 4 legs and 2 hands. So those ones we are going to analyze them and we find whether they belong to one individual or many. With exhumation over, the attention now shifts to the autopsy, expected to commence on Wednesday to ascertain the cause of death. Some of these look like they have come from mortuaries and others from hospitals. So, but we are going to determine that when we finish with the autopsy exercise. I am not going to say when we are going to start with the autopsies because a lot of logistics will be required. It's not a simple exercise and must be done meticulously. Kwa sababu kulingana na mwanaharakati huyu anadai kuwa hii inawezekana kuwa sehemu ndogo tu ya ukweli, kwamba kuna uwezekano wa kuwepo kwa makaburi mengine mengi zaidi. Kama hii ni kweli, basi tunazungumzia jambo kubwa zaidi kuliko tunavyoambiwa. And the exhumation order is for the government chief pathologist to undertake the exhumation of the mass grave that is here within the Kericho cemetery. From our own preliminary investigations, we have unconfirmed reports. That is unconfirmed reports that there's a possibility of other mass graves within the same cemetery. Over the last 1 year or so, we have information from sources that are fairly reliable, indicating that there is a possibility that other mass graves were dug and people were buried within those mass graves. So we are asking the DCI to expand their investigations to cover the entire cemetery. Lakini Wakenya nao wameanza kuuliza maswali mazito. Msichana huyu anasema DCI wanaonekana kama wamekaa kando, lakini wangesikia Wakenya wakilalamika ya kwamba bajeti yao imekuwa ikiongezwa kila mwaka, basi wangejitokeza na kunguruma kama simba. Kauli hii imegusa wengi. Je, kweli kuna uzembe au kuna kitu kinazuiwa kisijulikane? Makaburi ya halaiki, mass grave ile imepatikana Kericho, alafu kidogo usikie ni watoto wale wenye walipoteanga in such and such a time. Okay? DCI hawezi weka mikono yote hands on there to find their identities, what went on, how those people got buried there. Lakini wakisikia tumesimama hapa kusema bajeti yao iliongezwa na hakuna kitu wanafanya, kama simba. Prove us wrong that you're a disintegrated part of the government that is not twisted by the head of state. Na hii sio mara ya kwanza Kenya kukumbana na tukio kama hili. Kwenye bunge la mwananchi, mwanamke huyu alikumbusha taifa kuhusu tukio la Shakahola, akisema serikali imekuwa ikichelewa kuchukua hatua hadi mambo yanapokuwa makubwa. Je, historia inajirudia? Tunaona kuna massive grave na sini one time. Massive grave imepatikana kwa wale wenye hawajaelewa na hawajajua. Massive inamaanisha watu wengi wamezikwa mahali pamoja. Na sini one time. Kasongo wa Bwaga. Haya.
tunaangalia mpaka siku ya wapi? Ya Shakahora. Hii serikali imekuwa serikali ya kuannounce, ya kugazeti, ya kusema tutatenda, tutafanya. Tumefikia ingine ya Kericho kabisa. Mumezika watu wengi ndani ya shimo moja. Na bado hapa Githurai kuna vijana wetu bado hatuwezi elezea kwenye wako kabisa. Tuagojea tuone hii serikali ya kuannounce, ya kugazeti na kutenda itafanya nini. Najua hakuna kenye watafanya, wata-announce tu alafu ishe namna hiyo. Haya, wacha tukuje wetu. Lakini hapa ndipo mambo yanapochukua mwelekeo wa kushangaza zaidi. Katika hatua ya mwanzo, mkuu wa DCI Mohamed Amin alikanusha kabisa uwepo wa makaburi ya halaiki, akisema hizi ni taarifa zilizochochewa na mitandao ya kijamii. Lakini sasa miili 33 imepatikana. Swali linakuwa, nani alikuwa sahihi tangu mwanzo? Na je, kuna ukweli ambao bado hatujaambiwa? At Makubirini Cemetery in Kericho is some county within Kericho county. But this matter was hyped and made sensation by the social media. There wasn't anything like a massacre. And we were able to establish that these were bodies transferred from Nyamira District Referral Hospital to a private cemetery in Kericho belonging to NCCK. And that they were court orders. But however, we are interrogating the process of the acquisition of those court orders. As we are talking today, we were able to arrest 2 suspects who are persons of interest to us, and we obtained 30 days custodial sentence so to enable us progress the investigations. And similarly, we also obtained court orders for purposes of exhumation, which we intend to commence tomorrow. So we are not talking about mass graves, we are talking about transfer of bodies for whatever reasons, which we are going to establish by way of investigations from Nyamira Teaching Referral Hospital to Kericho. And we are not suspecting any foul play at the moment. Thank you very much. Manake Kenya iko kwenye njia panda katika ukweli na kile kinachoonekana kufichwa. Unadhani nini kinaendelea Kericho? Je, huu ni uzembe wa mamlaka au kuna kitu kikubwa zaidi kinafichwa? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Chutiana, ama tutoa watu waka hapa na hapo. Wewe mzee uingie na sasa mzee maji. Tangu jana ndio anachukua. Wewe ndani. na watu wepili itatolewa, lakini sasa kwa hivyo mpaka saa ngapi?